Katika maisha ya kawaida, vijana hupenda kuzungumza pale wanapoulizwa na wenzao kuhusu hali yao ya uhusiano, marital status, au wakiulizwa kwa habari ya wanaoa lini au kuolewa lini. Kuna neno ambalo huwa wanapenda sana kulizungumza, ambalo neno hilo ndilo linabeba kichwa cha habari cha semina yetu. Vijana wengi wanapenda kutumia msemo kama ninamngoja Bwana. Akiulizwa na mwenzake, basi ataweza kuzungumza neno hilo kwamba mimi ninamngoja Bwana. Na tukasoma Isaya sura ile ya 40 kuanzia mstari wa 29 hadi mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tukaona kwamba miongoni mwa maeneo ambayo huwa yanawachosha pia vijana ni kwenye eneo la mahusiano. Kwa hiyo neno la Mungu limeahidi katika Isaya sura ya 40 mstari wa 29 hadi 31 kwamba kwa wale wanaomngoja Bwana, hali ya kuchoka haitawapata, hali ya kuzimia haitawapata, kwa sababu Bwana atakuwepo kwa ajili ya kuwatia nguvu. Vijana walio wengi muda wao mwingi wa maisha yao wameutumia wakiwa shuleni. Hawajapata muda wa kujifunza hasa kuhusu ndoa, na kukosa elimu huko hufanya kupitia makosa mengi sana. Kwa hiyo nakuta kwamba 90% ya maisha ya kijana amespend akiwa shuleni. Kwa hiyo hajapata nafasi ya kujifunza kuhusu elimu ya ndoa. Na bahati mbaya sana zinapotokea hata semina za ndoa, vijana huwa hawashawishiki sana kwenda kuhudhuria, kwani huona kama semina zile za wanandoa zinawafaa tu wanandoa peke yao. Wanasahau kwamba hata wao ndio hatua ambayo wanayoiendea. Kwa hiyo tukawa tumepitia mambo hayo siku ya jana kwa ajili ya kuweka utangulizi, na tukaona maana ya kumngoja Bwana. Maana halisi ya kumngoja Bwana ni nini? Nikasema kwamba maana ya kumngoja Bwana ni kufanya maamuzi yanayoambatana na utendaji katika kumhitaji Mungu akusaidie katika kutimiza adhima ya kupata mwenzi wa maisha ambaye ni sahihi kwako. Ni kufanya maamuzi ambayo maamuzi hayo yanaambatana na utendaji ndani yake katika kumhitaji Mungu akusaidie ili kutimiza adhima ya kupata mwenzi wa maisha ambaye ni sahihi kwako. Kwa hiyo tukawa tumeona kwamba ni maamuzi ambayo ndani yake yanakuwa na wajibu ambao unapaswa kufanya wewe kama wewe, na ni maamuzi ambayo ndani yake yana vitu ambavyo unalazimika kuvifanya. Nikawa nimeacha vitu vikubwa viwili ambavyo ndivyo tutatembea navyo na kuhitimisha navyo kwenye semina yetu. Kitu cha kwanza ni wajibu unaopaswa kutekeleza wewe kama wewe, kwamba unapokuwa katika hali ya kumngoja Bwana kuna wajibu ambao unapaswa kutekeleza. Na jambo lingine la pili, nikawa nimezungumza kwamba mambo unayopaswa kujiweka tayari, kwamba unapokuwa katika hali ya kumngoja Bwana yapo mambo ambayo unapaswa kujiweka tayari. Wakati huo ukimngoja Bwana unatakiwa kuwa unajiweka tayari katika kutimiza mambo fulani. Na siku ya leo ndiyo mambo ambayo nataka tuende kuyagusia. Siku ya leo tutagusa kipengele cha kwanza kabisa ambacho kinazungumza kwa habari ya wajibu unaopaswa kutekeleza. Wajibu unaopaswa kutekeleza. Unapokuwa katika hali ya kumngoja Bwana, unapokuwa katika hali ya kumngoja Bwana kwenye mahusiano, kuna mambo kadhaa ambayo yanageuka kuwa wajibu kwako. Unapojidhatiti kwa ajili ya kumngoja Bwana katika mahusiano, kuna mambo makubwa matatu ambayo mambo hayo yanageuka automatically kuwa wajibu wa wewe kutekeleza. Manake ili uweze kukamilisha hali ya kumngoja Bwana, mambo hayo makubwa matatu yanageuka kuwa wajibu. Na ikiwa utapuuzia mambo hayo matatu ambayo ni wajibu wako, utamsubiri Bwana
pasipo kuwa na matokeo ya aina yoyote yale. Yani utakuwa ni mtu ambaye unapoteza wakati wako. Utakuwa ni mtu ambaye unapoteza wakati wako. Na siku ya leo imempendeza Mungu kwamba tuweze kuangazia mambo hayo makubwa matatu ambayo unapokuwa katika hali ya kumngoja Bwana, mambo hayo matatu yanageuka kuwa wajibu kwako. Kumbuka, sio hiari. Yani unapojiingiza katika hali ya kumngoja Bwana, mambo hayo makubwa matatu yanageuka kuwa wajibu kwako. It is an automatically action. Yani ni jambo ambalo haulitaki wewe, ni jambo ambalo unapaswa kulitenda ili uweze kutimiza adhima ya kumngoja Bwana katika mahusiano. Siku ya leo tunazungumzia kwa habari ya mambo hayo matatu, mambo matatu makubwa sana ambayo ni ya muhimu, ambayo unatakiwa kuyazingatia, na huo ni wajibu wako binafsi wewe kama wewe, ili kutimiza adhima ya kumngoja Bwana katika mahusiano, na adhima hiyo iwe ni adhima yenye matokeo ndani yake. Jambo la kwanza kabisa ambalo linapaswa kuwa wajibu wako, jambo la kwanza linaitwa kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Strengthening your relationship and your fellowship with God. Ni hali ya kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Kumbuka, umesema kwamba unamngoja Bwana. Kwa hiyo ili uweze kumngoja Bwana ni lazima uwe na taarifa na uwe na mawasiliano thabiti na yule unayemngoja. Tofauti na hapo, utangoja katika hali ambayo haitakusaidia. Maanake utakuwa ni kama mtu ambaye unajipa tu imani, lakini mwisho wa siku inakuwa ni imani ambayo haina matokeo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Hilo ndilo jambo la kwanza na ni jambo la msingi sana sana sana. Kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Lazima uhakikishe mahusiano yako na Mungu yako very strong. Lazima uhakikishe mahusiano yako na Mungu yako vizuri, yako imara. Na kuna mambo makubwa manne ambayo yatakusaidia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Yapo mambo makubwa manne ambayo mambo hayo yatakusaidia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Jambo la kwanza kabisa ni utakatifu. Jambo la kwanza kabisa ni utakatifu. Hili ni jambo ambalo litakusaidia kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Lazima uelewe kwamba Mungu ni mtakatifu, kwa hiyo hachangamani na watu wenye uovu. Kwa hiyo ili uweze kuwa rafiki yake na Mungu, lazima uwe katika mazingira ya utakatifu. Lazima ujiweke katika hali ya utakatifu. Kwa hiyo unatakiwa uwe mtakatifu, na maisha hayo ya utakatifu yanatakiwa yawe maisha endelevu. Manake utakatifu uwe maisha yako. Yani usiwe mtakatifu leo halafu kesho sio mtakatifu. Hapana, unatakiwa uwe mtakatifu katika hali ya mwendelezo. Utakatifu ni vazi. Utakatifu ni vazi ambalo litakutambulisha, ni vazi ambalo litakupresent. Nadhani unaelewa kwamba unapovaa katika namna fulani, unapovaa mavazi ya aina fulani, yanakutambulisha kwamba wewe ni mtu wa aina gani, ni mtu wa aina fulani, unatokea sehemu fulani, uko vipi. Yani kupitia mavazi yako tu yanatosha mtu kukufanyia description, mtu kukufanyia analysis, mtu kuanza kujenga picha fulani kwamba huenda wewe ni mtu wa aina gani. So utakatifu ni vazi la kiroho ambalo linakutambulisha wewe katika ulimwengu wa roho. So unapokuwa mtakatifu ni vazi ambalo linakutambulisha wewe ukuwa mtu wa kiroho. Kwa hiyo mtu anapokuangalia katika hali ya kiroho, ukiwa katika hali ya utakatifu, ataweza kukuona kwa sababu umevaa vazi ambalo linakutambulisha katika ulimwengu fulani. Kwa hiyo lazima uwe katika hali ya utakatifu. Lazima uwe katika hali ya utakatifu. Hata dhambi
acha makosa, acha kila ambacho kitachafua vazi lako, uhakikishe maisha yako yamekuwa masafi mbele za Mungu. Nimekwambia kwamba utakatifu ni vazi, ni kama vazi la harusi, kwamba kama bwana harusi hajavaa vazi la harusi, manake hawezi kuingia kwenye harusi na hawezi kutambulika, na kama bibi harusi hajavaa vazi, manake hawezi kutambulika katika hiyo harusi kama bibi harusi, isipokuwa anaweza katambulika kama watu wengine. So hata katika ulimwengu wa roho, utakatifu ni vazi. Ili uweze kutambulika katika ulimwengu wa roho, ili uweze kutambulika, ni lazima uwe katika hali ya utakatifu. Silaha ya kwanza au jambo la kwanza ambalo linakufanya wewe uweze kuqualify kukaa kwenye nafasi yako ambayo Mungu amekuweka katika ulimwengu wa roho ni utakatifu. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo pale ambapo Adamu na Eva walipokosea, walipodanganya, walipokubali kudanganyika na adui, maana yake pale vazi lao likawa limetolewa, ghafla wakajiona wapo uchi, na Mungu alipokuja bustanini akawatafuta, akawakosa, kwa sababu lile vazi la utakatifu ambalo lilikuwa limewaweka kwenye nafasi yao limetoweka baada ya kuwa wamekuwa katika hali ya dhambi. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba utakatifu ni vazi ambalo linakuposition, linakuweka kwenye nafasi ambayo Mungu anategemea uwepo. Utakatifu ni vazi ambalo linakuweka kwenye channel ya kupata baraka kutoka kwa Mungu. Manake ikiwa Mungu anataka kurelease his blessings, anatakiwa kukute kwenye nafasi fulani. Kwa hiyo utakatifu ni vazi ambalo linakuposition kwenye nafasi ambayo ikiwa Mungu atarelease his blessings, ataachilia baraka zake, zitaweza kukufuata na kukupata ikiwa upo kwenye eneo hilo. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba utakatifu ni vazi ambalo unapaswa kulitunza kila itwapo leo. Unapaswa kulitunza ili lisiweze kuchafuka, kwa sababu utakatifu ndilo vazi. Jambo la pili ambalo litakusaidia ili kuweka mahusiano yako na Mungu, kuimarisha mahusiano yako na Mungu, ni kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Kulisoma, kulitafakari, kulifanyia kazi, kuliishi neno la Mungu. Lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu. Pamoja na kwamba umelisoma neno la Mungu, lazima uwe ni mtu wa kulitendea kazi. Lazima uwe ni mtu ambaye unaliishi neno la Mungu. Usiishie tu kusoma halafu mwisho wa siku ukaacha kile ulichokisoma pasipo kukifanyia kazi. Lazima hakikisha unalisoma neno la Mungu, unaliingiza katika utendaji. Na unapolisoma neno la Mungu ukawa unaliingiza katika utendaji, neno la Mungu lenyewe linakusaidia kukufanya wewe uzidi kuwa mtakatifu, kwa sababu neno la Mungu linakutenga na dhambi, linakutenga na mfumo wa dunia. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu na kuliingiza katika utendaji, faida ya kwanza ambayo unaipata, neno la Mungu linakutenga na dunia. Manake linakutengenezea mfumo ambao ni tofauti na mfumo wa dunia, ambapo itakusaidia wewe kuepukana na uovu. Faida ya pili ambayo utaipata kutokana na kulisoma na kuliishi neno la Mungu ni kuongeza kiwango cha imani. Unapolisoma neno la Mungu na kuliingiza katika utendaji, inakusaidia wewe kuongeza kiwango cha imani. Manake neno la Mungu ni manuscript, yani ni maelekezo fulani ambayo yanatakiwa yatendewe kazi ili mwisho wa siku yapatikane matokeo. Kwa wale ambao wamewahi kufanya majaribio, tunaweza kuwa tunaelewa kwamba tunapokuwa kwenye kabla ya kuingia kufanya jaribio lazima usome theory. Ukishasoma ile theory, manake ni maelekezo ambayo yanakuongoza kwamba utakapoenda kufanya majaribio au practical, kutakuwa na hiki na hiki na hiki na hiki, na utapata majibu haya na haya na haya. Kwa hiyo neno la Mungu ni kama practical guide, ni kama theory, ni kama practical handout ambayo inakusaidia wewe kujua kwamba haya maneno ya Mungu niliyoyapata, haya maelekezo niliyopata, natakiwa nikiyaingiza kwenye utendaji katika maisha yangu nipate matokeo ya aina fulani. Kwa hiyo pale ambapo usipochukua yale maneno ya Mungu na kuyaingiza ndani ya maisha yako ili yaweze kuleta matokeo katika maisha yako, manake yale maneno ya Mungu hayataweza kukusaidia. Kama ukisoma theory
alafu usichukue ile theory na kwenda kufanya practical, manake kuna vitu hautavielewa na kuna kiwango fulani cha maarifa utaweza kufanyaje, utaweza kukikosa. Kwa hiyo neno la Mungu, faida ya kwanza, linakusaidia kujitenga na uovu kwa sababu linakutengenezea mfumo mwingine. Faida ya pili ni kukusaidia kuongeza imani. Faida ya tatu, inakusaidia kuipata hekima ya kimungu kwa sababu neno la Mungu ndani yake limejaza hekima ya Mungu. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu inakusaidia kuipata ile hekima ya Mungu. Faida ya nne ya kuisoma neno la Mungu, unapata maneno au unapata prayer points ambazo utazitumia wakati wa maombi. Maanake unapolisoma neno la Mungu likajaa kwa wingi ndani yako, unapata unaongeza maarifa, unaongeza kiwango chako cha kuwa na uwezo wa kuomba kwa sababu umeongeza neno la Mungu ndani yako ambalo litakusaidia kuomba. Hizo ni faida chache ambazo unazipata kutokana na kulisoma na kuliishi neno la Mungu. Jambo la tatu ambalo litakusaidia kutengeneza ushirika wako na Mungu ni maombi. Lazima uwe mtu wa maombi. Lazima uwe ni mtu wa maombi. Kumbuka ndani yako na Roho Mtakatifu, na nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa activated na maombi. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa activated na words of God, maneno ya Mungu, na pia nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa activated na hali ya utakatifu. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa maombi, lazima uwe mtu wa kuomba. Lazima maombi yawe maisha yako ya kila siku. Lazima uhakikishe unaomba kwa sababu as you pray unakuwa ukizungumza na Mungu. Kadiri unavyokuwa unaomba unakuwa ukiendelea kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo maombi ni ya msingi sana, na pia yanatakiwa yawe katika sehemu ya maisha yako. Hilo ni jambo la tatu. Na jambo la nne na la mwisho katika kipengele cha kuimarisha mahusiano yako na Mungu, jambo la nne na la mwisho ni ibada. Lazima uwe mtu wa ibada. Sasa hapa kwenye ibada kuna aina mbili za ibada. Ibada ya kwanza ni ibada ya jumla. Ni ile ibada ambayo unaifanya na wenzako. Labda unatoka nyumbani, unaenda kanisani, unakutana na wenzako, mnakutana hekaluni, kanisani, mnafanya ibada wote, au mnakuwa ni katika makanisa ya nyumbani kwenye jumuiya au kwenye kikundi cha maombi upo na wenzako. Yani ibada ya jumla ni ibada ambayo hauifanyi wewe peke yako. Unaifanya wewe na ndugu zako na rafiki zako na wapendwa wenzako. Hiyo inaitwa ibada ya jumla. Ibada binafsi, ibada nyingine ni ibada binafsi. Hiyo ibada binafsi ni ibada ambayo unaifanya wewe kama wewe pamoja na Mungu wako. So unapata muda wa ziada, unaingia katika faragha yako, unafanya ibada wewe kama wewe kwa Mungu wako. So unapokuwa unafanya ibada, manake unatengeneza mazingira mazuri, unatengeneza atmosphere ya relationship yako wewe na Mungu. Kwa hiyo lazima uwe na two kinds of worship. Lazima uwe na aina mbili za ibada katika maisha yako. Ibada ya kwanza ni ibada ya jumla ambayo unaifanya wewe pamoja na wenzako, lakini ibada nyingine ni ibada binafsi ambayo unaifanya wewe kama wewe katika faragha yako, in your secret room, in your secret chamber. Unapata muda wa kumfanyia Mungu ibada katika muda wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo katika kipengele cha kuimarisha mahusiano yako na Mungu, ambapo nimesema vitu vitakavyokusaidia ni lazima uhakikishe unakuwa mtu wa utakatifu na maisha hayo yawe endelevu. Kitu cha pili, lazima uwe mtu wa kulisoma na kulitendea kazi neno la Mungu na maisha hayo pia yawe endelevu. Lakini pia kitu cha tatu nikasema lazima uwe mtu ambaye unaishi katika maisha ya utakatifu, lakini pia maisha yao yawe endelevu. Lakini pia lazima uwe mtu wa ibada na maisha hayo pia yawe maisha endelevu. Kitu cha pili ambacho ni wajibu kwako baada ya kuimarisha mahusiano yako na Mungu, jambo la pili ambalo linapaswa kuwa wajibu kwako pale unapokuwa ukimngoja Bwana katika mahusiano ni utii. Lazima uwe mtu ambaye ni mtii. Kumbuka, unapomwomba Mungu kuna maelekezo ambayo Mungu anakupatia.
kuna mwongozo ambao Mungu anakupatia. Unapokuwa ukijifunza kila siku, kuna maelekezo ambayo unapewa, kuna mafundisho ambayo unapewa, kuna namna ambavyo unaelekezwa. Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya ni kutii. Utii ni tofauti na nidhamu. Utii ni tofauti na nidhamu. Maana ya kutii ni kufanya kitu ambacho hautaki au unataka, unajisikia au hajisikii, unapenda au haupendi, ila utafanya. Ndio maana ya utii. Nikiwa namaanisha kwamba utii is a command, yani utii sio hiari, is just a command. Kwa hiyo utatakiwa kuwa mtii. Unaposikia sauti ya Mungu inapokuambia kuhusu jambo fulani, unatakiwa utii. Unaposikia neno la Mungu linakufundisha kuhusu tabia, kuacha tabia fulani, unatakiwa kutii. Unapojifunza neno la Mungu likagusa maisha yako eneo fulani, unapaswa kutii. Unapojifunza neno la Mungu, unatakiwa uwe mtii katika kulitendea kazi. Na utii una faida nyingi, kwa sababu utii, unapokuwa mtii mbele za Mungu, utii unakufanya kupata haki fulani. Yani unapokuwa mtii, ijapokuwa utii ni command, ila utii unakufanya kupata haki fulani. Haki mojawapo ambao unaipata baada ya kuwa mtii ni hali ya kuwa na uwezo wa kuuliza. Yani ukiwa mtii, mfano Mungu amekupa maelekezo fulani, ukayatii, yani ukatenda sawa sawa na vile alivyokuelekeza, halafu mwisho wa siku kukawa na kitu ambacho haukielewi, una haki ya kuuliza kwa nini. Una haki ya kumuuliza Mungu kwa nini. Lakini ikiwa Mungu amekuelekeza kuhusu jambo fulani, halafu usitii, kinachokuja kutokea ni kwamba utii unageuka kuwa kosa kubwa, kwa maana kwamba katika Biblia utii unafananishwa na dhambi ya uchawi. Utii unafananishwa na dhambi ya uchawi. Tunakumbuka wote pale ambapo Mungu alitoa maelekezo kupitia kinywa cha nabii Samueli, maelekezo kwa ajili ya mfalme Sauli, kumwambia kwamba akateketeze nchi fulani, auwe kila mtu na kila kitu, asibakize chochote. Lakini Sauli, kwa sababu ya kutokutii kwake, hakufuata maelekezo sawa sawa na vile ambavyo Mungu alifanyaje, sawa sawa na vile ambavyo Mungu alimwelekeza. Kwa hiyo kutokutii kwake kukahesabika kwamba ni sawasawa na dhambi ya uchawi. Kwa hiyo usipotii, manake unakosa nafasi ya kuuliza, kwa nini. Manake kama sio mtii mbele za Mungu, hauna haki ya kuuliza kwa nini. Na ukiuliza kwa nini, hauwezi kujibiwa kwa sababu haujatii. Kwa hiyo funguo ya kuuliza why, ya kuuliza kwa nini mbele za Mungu ni utii. That is the key. Lakini pia utii ni ishara ya upendo. Maana unapokuwa mtii, inaonyesha hali ya upendo. Kumbuka nimekuambia utii ni kufanya kitu ambacho either unataka au hautaki, unapenda au haupendi, unajisikia kufanya au haujisikii kufanya. Kwa hiyo kwa namna nyingine, utii is just a sacrifice. Yani utii, ili uweze kutii, ni lazima kwanza uachane na mambo yako, halafu ufuate vile unavyoelekezwa na yule ambaye amekuagiza. So utii is just a sacrifice. Utii ni sadaka, kwa sababu unaacha mambo unayoyapenda, una risk vitu ambavyo unavipenda ambavyo vinakufurahisha, lakini for the case of somebody else, unaamua kufanya vitu vingine ambavyo bila kujalishi unapenda au haupendi, unataka au hutaki, unajisikia au hujisikii, unaamua kufanya. Hiyo ndio maana ya utii. Kwa hiyo unapoonyesha utii, that is the sign of love. That is the sign of love. Kwa hiyo utii ni ishara ya upendo. Kwa hiyo unapaswa kuwa mtii. Huo ni wajibu ambao ukiwa katika hali ya kumngoja Bwana, unapaswa uhakikishe kwamba umezingatia kuwa mtii kwenye sauti ya Mungu, kwenye neno la Mungu, kwenye maelekezo na kwenye kile ambacho unapaswa kukitenda. Hakikisha unakuwa mtii. Na kukumbusha, maana ya utii ni kufanya kitu ambacho either unapenda au haupendi, unajisikia au haujisikii, unataka au hautaki. So you just do it, kwa sababu for the honor
ya yule anayefanyaje, ya yule anayekuelekeza. Unafanya hivyo kwa heshima ya yule anayekufanyaje, anayekuongoza na anayekupa maelekezo. Hiyo ndiyo maana ya utii. Na jambo la tatu ambalo natamani tumalizie kwa siku ya leo, ambalo jambo hilo ni sehemu ya wajibu ambao unapaswa kutekeleza pale unapokuwa umeamua kwamba wewe umeamua kumngoja Bwana katika mahusiano. Jambo la tatu na la mwisho is to train yourself to hear and understand the voice of the Lord. Is to train yourself to hear and understand the voice of the Lord. Unatakiwa uhakikishe unajifunza na unaelewa kuisikia sauti ya Mungu, na yani uwe na uwezo wa kujifunza na uelewe kuisikia sauti ya Mungu. Yani ukisikia sauti ya Mungu, Mungu akisema, uwe na uwezo wa kuelewa kwamba hapa ni Mungu kasema. So you have to learn how to hear the voice of the Lord. You have to understand the signs. You have to understand, yani unatakiwa uelewe kwamba Mungu akisema, hapa Mungu amesema, hapa Mungu kanikataza, hapa Mungu hajanikataza, hapa Mungu karuhusu, hapa Mungu hajaruhusu. So unatakiwa ujifunze na uelewe kuhusu sauti ya Mungu, kwamba ni kwa namna gani ambavyo Mungu husema na watu, ni kwa jinsi gani ambavyo Mungu huzungumza na watu. Unatakiwa ujifunze na uelewe, kwa sababu unapokuwa kwenye fellowship na Mungu, Mungu huwa anazungumza katika namna mbalimbali. Hakuna common way ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kuzungumza na watu, isipokuwa Mungu huwa anatumia njia mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza na watu. So lazima uwe na uhakika na lazima uelewe kwamba hii ni sauti ya Mungu, hii sio sauti ya Mungu. Kwa hiyo utalazimika kujifunza, at least uelewe hata njia 5 kwamba Mungu akizungumza anazungumza kwa namna gani. Na lazima katika maisha yako uelewe ni njia gani kubwa ambayo Mungu amekuwa akiitumia kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kuna watu nasema kwamba Mungu huwa anajifunua kwako kulingana na vile unavyomuelewa. Yani kuna namna Mungu anajifunua kwako kulingana na kiwango chako cha kumuelewa. So Mungu hatajifunua kwako beyond of the knowledge you have about him. Kwa hiyo Mungu atajifunua kwako kulingana na kiwango cha uelewa ulicho nacho juu yake. Kwa hiyo kitu ninachopaswa kufanya hapa ni kujifunza language. Kumbuka kwenye lugha kuna ishara na kwenye lugha kuna sauti. So utatakiwa kuelewa kwamba ishara fulani kiona, hapa Mungu amesema. Sauti fulani kisikia, hapa Mungu amesema. Kwa hiyo utatakiwa kujifunza na uweze kuelewa kuhusu sauti ya Mungu. Kuna njia mbalimbali ambazo Mungu anazungumza, na utapaswa kujifunza kila njia mojawapo in broad, in deep, yani kiundani zaidi, kwa mapana pamoja na marefu yake. Utapaswa kujifunza ili uweze kuelewa ni kwa namna gani Mungu hutumia njia hiyo kwa ajili ya kuzungumza na watu, na utafanya assessment, utafanya tathmini kwenye maisha yako kwamba ni njia ipi ambayo Mungu amekuwa akiitumia kuzungumza na wewe. Njia ya kwanza ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu, huwa anatumia kuzungumza na watu kupitia ndoto. Huwa anatumia dreams, anatumia ndoto. Umelala usiku, anakuotesha ndoto fulani. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba ndoto ni nini na Mungu anazitumiaje ndoto kuzungumza na watu. By the way, ndoto zinatokana na makundi 4, sources of dreams. Ndoto zinatokea katika vyanzo vikubwa 4. Kwa hiyo utapaswa kuelewa katika kila chanzo, sifa za kila chanzo, na ndoto zinakuwaje, na unatakiwa uelewe pia baada ya kuota ndoto unafanya nini, kwa sababu kwenye ndoto kuna vitu vikubwa viwili. Kuna ujumbe wa ndoto na kuna tafasiri ya ndoto. Kwa hiyo kuna ujumbe wa ndoto na kuna tafasiri ya ndoto. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Ujumbe ni tofauti na tafasiri ni tofauti. Kwa hiyo kuna ndoto unaweza kuipata ina tafasiri ila haina ujumbe, au ina ujumbe haina tafasiri, au ina tafasiri na ina ujumbe. Kwa hiyo utatakiwa kujua kwamba hii ni tafasiri na huu ni ujumbe. So tafasiri ya ndoto
tafasiri ya ndoto ni kile ndoto inachomaanisha. Mfano, kipindi kile Farao aliota ng'ombe 7 waliokonda na ng'ombe 7 wanono. Hiyo ni ndoto iliyokuja kwa njia ya mafumbo. Kwa alitakiwa apatikane mtu wa kutafasiri ili tupate maana ya ndoto. Ng'ombe 7 walionona ni nini na ng'ombe 7 waliokonda ni nini? Ambapo Yusufu akatafasiri kwamba ng'ombe 7 walionona ni miaka 7 ya utele katika nchi ya Misri, ambapo mvua itanyesha, watu watalima, watavuna na mazao yatakuwa mengi sana. Then kitafata kipindi ambapo kutakuwa na miaka 7 ya uhaba, ambao ndio wale ng'ombe ambao wamekonda. Hiyo ni tafasiri ya ndoto. Kumbuka, hiyo ni tafasiri ya ndoto. Bado hatujapata ujumbe wa ndoto. Ujumbe wa ndoto ni nini? Ujumbe wa ndoto ni kile unachotakiwa kukifanya. Ni kile unachotakiwa kukifanya, kwamba umeota ndoto. Sasa tumepata tafasiri kwamba kuna miaka 7 ya utele na kuna miaka 7 ya njaa. Tunapaswa tufanye nini sasa? Huo ndio ujumbe wa ndoto, kwamba ili tuweze kuepukana na majanga yanayokuja tunatakiwa tufanye A, B, C, D. Tujenge magara, tufanye hivi, tuwafundishe watu kutunza chakula. Huo ndio ujumbe wa ndoto. Maana yake ni kitu unachotakiwa kukifanya baada ya ndoto. Kwa hiyo usipoelewa kutafasiri ndoto, unaweza usielewe ujumbe. Kwa hiyo utatakiwa uelewe pia. So hapo nimekutolea maelezo machache tu, lakini utatakiwa ujifunze somo la ndoto na uweze kulielewa vizuri. Na kama nilivyokuambia kwamba ndoto inatokea kwenye vyanzo vikubwa 4, ambacho chanzo cha kwanza kabisa, ndoto inatokana na Mungu mwenyewe. Mungu ana uwezo kukuotesha ndoto, kwa sababu ndoto ni lango ambalo Mungu hutumia kuwasiliana na mtu in a direct way. Kwamba unaweza mkawa hata mmekosana na Mungu, lakini Mungu anatumia lango hilo la ndoto kukutumia ujumbe kama posta, just a post, kama posta unapoenda ukaweka ujumbe afu mtu baadaye akaja kaupata. Kwa hiyo ndoto ni kama lango la ndoto ambalo Mungu anaweza kupitisha taarifa zake pale na wewe ukaweza kufanyaje? Ukaweza kuzipata. Kwa hiyo chanzo cha kwanza, ndoto huwa source yake, chanzo chake zinatoka kwa Mungu. Hicho ni chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili, ndoto huwa zinatoka pia kwa Shetani. Shetani naye pia ana uwezo wa kutuma ndoto ikakufikia na ikaleta mashambulizi katika maisha yako. Kuna watu nakuta ameota amenyolewa nywele na kweli akiamka anakuta nywele hazipo. Au kuna mtu nakuta anaota ndoto za kutisha ili au ashikwe na woga, ashikwe na hofu, akose nguvu na apungukiwe na imani. Na kuna mwingine unakuta anaota ananigwa, mwingine anaota akiwa anakimbizwa, mwingine anaota akiwa na paa, mwingine anaota akiwa anakimbizwa na joka. Kwa hiyo Shetani naye ana uwezo wa kuotesha ndoto. Chanzo cha tatu, ndoto pia hutokea kwa sababu ya shughuli za maisha za kila siku, kwamba umekuwa na shughuli mbalimbali za maisha, then unapoingia kwenye kulala, zile shughuli zinakuwa zinajirudia katika ufahamu wako na zinakuwa kama ndoto. Au unaweza ukawa unamfikiria mtu kwa muda mrefu sana, baada ukienda kulala unamuona katika fikra zako. Kwa hiyo pia hiyo nayo inakuwa ni ndoto. Kwa hiyo hicho ni chanzo cha tatu, shughuli za kibinadamu. Na chanzo cha 4 cha ndoto, ni madhabahu ya eneo ambalo upo, madhabahu ya eneo ambalo umelala. Hiyo pia huwa inatoa ndoto. Manake ukiwa kama eneo lilopo imetawaliwa na madhabahu fulani, kama ni madhabahu ya kipepo, unaweza ukaoteshwa ndoto za kipepo. Kama imetawaliwa na madhabahu ya kimungu, unaweza pia ukapata benefit ya kuoteshwa ndoto za kimungu. Tunaona mfano Yakobo alipokuwa katika njia akielekea kwa Labani mjomba wake, pale alipokuwa ameingia kwenye quarrels pamoja na kaka yake Esau. Wakati amejipumzisha, eneo lile alilokuwa amelala ni eneo ambalo Ibrahimu babu yake alikuwa ametoa sadaka na kulikuwa na madhabahu ya Mungu maeneo yale. Ndio maana Yakobo alipolala akaota malaika wakipanda na kushuka mpaka akapigana mweleka pamoja na malaika. Kwa hiyo eneo lile lilikuwa limetawaliwa na madhabahu ya kimungu, ikamuotesha ndoto. Yakobo akapata benefit na akabarikiwa sana. Kwa hiyo
Hivyo ndivyo vyanzo vikubwa vinne vya ndoto. Kwa hiyo utakuja kuelewa kwamba ndoto hicho ni chanzo tu kimoja. Hiyo ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kwa ajili ya kuzungumza na watu, ndoto. Na ndoto utagundua ina vyanzo vinne, lakini pia ndoto pia ina mambo mawili, ujumbe pamoja na tafasiri. Kwa hiyo utatakiwa uwe na uwezo wa kutofautisha kwamba hii ndoto niliyoota imetoka kwa Mungu au imetoka kwa shetani au ni mazingira, ni shughuli za kibinadamu au ni madhabahu. Utatakiwa utofautishe, kwa sababu kila ndoto inakuwa na sifa zake, na kila lango na kila source of dream, kila chanzo cha ndoto zake kinakuwa na taarifa, kinakuwa na sifa zake, na kina namna yake ya kuombea, na kina namna yake ya kutafasiri. Kwa hiyo utapaswa pia ujifunze ili uweze kuelewa kwamba unapoota ndoto fulani uweze kujua kwamba hii ndoto imetokea sehemu gani na unatakiwa wewe kama wewe ufanye nini. Hiyo ni njia moja hapo ambayo Mungu huwa anazungumza na watu. Njia nyingine huwa ni sauti ya ndani, sauti ya utulivu ya ndani ya moyo, ambayo sauti hiyo sana sana huwa inapingana na mawazo yako na inaenda kinyume kabisa na akili zako. Kwa hiyo unakuta ni sauti ya upole kutoka ndani ya moyo wako ambayo inakuwa inazungumza na wewe kwa utulivu na inaleta mantiki, japokuwa inakutana na upinzani mkubwa sana kwenye fikra zako. Hiyo pia inakuwa ni sauti ambayo sana sana Mungu huwa anaitumia. So pia utatakiwa kuelewa kutofautisha kati ya sauti ya kwenye roho yako na sauti ambayo inatoka kwa Mungu, kwa sababu roho yako pia ina uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo utatakiwa kutofautisha kwamba hii ni sauti ya roho yangu au hii ni sauti ya kimungu. Nako pia kunakuwa na tofauti. Utapaswa kuelewa, utapaswa kutofautisha kwamba hii ni sauti ya mawazo yangu au hii ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo utapaswa pia ujifunze na uelewe namna ya kufanyaje, namna ya kutofautisha. Namna nyingine au njia nyingine ya kuisikia sauti ya Mungu na kuielewa ni kupitia watu. Mungu huzungumza kupitia watu. Wanaweza nikawa ni watu ambao una uwezo wa kuwa accessed nao, una uwezo wa kuwafikia, unaweza kuchangamana nao. Mungu anaweza akawatumia kwenye jambo lako. Lakini pia unaweza kaenda kanisani, mhubiri anazungumza, akagusia jambo ambalo unakutana nalo na unalolipitia wakati huo, na anapokuwa anafundisha ile message ikahit moja kwa moja kwenye moyo wako, ikahit moja kwa moja kwenye ufahamu wako tu. Hapo pia unagundua kwamba ni Mungu anazungumza nawe. Au unakuta mhubiri ni kama anapofundisha ni kama anakufundisha wewe tu, ingawa mpo wengi. Hiyo pia ni moja kati ya njia ambayo inakupa kutambua kwamba ni Mungu anayesema na wewe. Njia nyingine ni kupitia maono. Unaona maono, unaweza ukawa umesinzia ukaona maono. Utapaswa pia utofautishe kati ya maono na ndoto, kwa sababu kuna maono ambayo unaweza kuyapata ukiwa umesinzia, kuna maono ambayo unaweza kuyapata ukiwa haujasinzia, uko macho, au ukiwa katika maombi ukapata maono. Kwa hiyo utapaswa pia kuelewa kwamba Mungu anaweza kuzungumza katika maono. Pata nafasi, pata muda, jifunze Mungu anazungumzaje kwenye maono, na ujue kwamba Mungu anaweza kuzungumza kwenye maono kwa namna fulani. Kwa sababu kuna watu wao wanafanya confusion kwamba Mungu amenionyesha fulani ni mtu wangu, Mungu kanionyesha fulani ni mtu wangu. Lakini lazima uwe na uhakika, lazima uelewe kwamba Mungu anazungumzaje na watu katika maono, anazungumza nao katika mazingira gani. Lazima ujifunze principles, lazima uwe na uwezo wa kujifunza na kuelewa. Okay. Njia nyingine ambayo Mungu huwa anazungumza na watu ni kupitia events, matukio. Mungu anazungumza na watu kupitia matukio fulani. Inaweza ikatokea tukio fulani, hiyo ikawa ni ishara na ikawa ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo utapaswa pia kujifunza in a broad way ili uweze kuelewa ni kwa namna gani na kwa jinsi gani ambavyo Mungu anazungumza na watu. Alafu hapo utaweza kuelewa. Hizi tu ni njia kadhaa ambazo nimekuonyeshea, na kila njia mojawapo natakiwa kuisoma kiundani na uhakikishe umeielewa ili iweze kukusaidia kuelewa. Kumbuka kuna wakati ambapo Samueli akiwa bado mdogo alisikia sauti ya Mungu. Mungu alikuwa akimuita mpaka mara 3, lakini alikuwa haelewi kama ni sauti ya Mungu, mpaka pale ambapo Eli aliweza kumuelewesha kwamba
huenda ni Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo utakaposikia sauti yake sema, nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anasikia. Ndipo akawa amepata akawa amepata ufunguo wa kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo unapaswa kujifunza, take your time, pata muda, jifunze haya yote niliyoweka hapo. Jifunze, tafuta mwongozo mzuri, tafuta mtu ambaye unamwamini kwamba anaweza kukufundisha. Maana hatuwezi kujifunza yote kila moja kwa undani, ila nimeyaweka hapo tu kwa sababu ya matumizi ya somo la leo, na baadhi yake tumeshajifunza hapo. Kama hilo somo la ndoto tumeshajifunza, ni Broadway, tulikuwa na siku 7 za kujifunza. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kujifunza pia, ukatafuta namna nzuri ya kujifunza ili uweze kuelewa mambo hayo, ili uweze kufaidika.